Asante sana wapendwa. Tunashukuru Mungu siku ya leo kwa sababu ya uwepo wake katika ibada ya mafundisho. Tunataka tuweze kujifundisha leo kuhusu maisha ya Mkristo aliye mkamilifu kwa Kristo na jinsi ya kutembea. Number one, we want to talk about the atmosphere of a Christian na vile ambavyo anafaa kujitolea kwa Mungu na kukaa katika njia za Mwenyezi Mungu. Bila kupoteza wakati nitaingia katika kitabu cha Wakorintho wa pili 6:11. Biblia inasema ya kwamba msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Biblia inasema hapa ya kwamba mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anajaribu kulitengeneza kanisa ili kanisa liweze kuwa kanisa nzuri ambalo linaweza kuleta upendezo, ambalo linaweza kuleta furaha kwa watu. Na ili kanisa la Kristo likuwe nzuri, ndio kusikwe na aibu, kusikwe na mambo ambayo yanaweza kufanya kanisa la Mungu lisiendelee. Paulo akaamua kutengeneza na kuweka nidhamu. Maana watu wa Mungu tumeitwa sisi tukiwa the ambassadors of Christ, wakatangaza habari ya Kristo ili Kristo kaweze kujulikana katika wasiomjua. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba sijakuja kwa walio wenye haki, bali kwa waliopotea, wenye dhambi waweze kuwepo. Kwa hivyo wale waliopotea, wakati tunatembea katika hali ya Mwenyezi Mungu, inatupendeza sana na inapendeza Kristo na watu wanakuja. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema kwamba msifungwe nira pamoja na wasioamini. Kufungwa nira ni kuunganishwa pamoja na watu ambao si wa Kristo. Wewe wakati unaenda kwa mtu ambaye hajaokoka, unaenda kumubadilisha, si kuenda mnaungana kwenye mambo yake ya dunia. Si kusema ya kwamba mimi sasa nitaweza kumbadilisha mtu na kutembea katika hali ambayo si ya Kristo. Bali Biblia inaposema ni kufungwa nira, ni kumaanisha msiunganike katika jambo ambalo sio la Kristo. Amosi 3:3 inasema ya kwamba wawili wawezaje tembea pamoja isipokuwa wajapatana? Hiyo ndio sababu lazima mpatane, imani yenu iwe moja inayopendeza Mungu. Praise the name of the Lord. Inasema kwamba kwa jinsi isivyo sawa, kwa namna pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Haki, it is righteousness, and we know as Christians our righteousness is Christ. Maana haki yetu ni Kristo, ndiye aliyeleta haki katika maisha yetu, ili sisi tuweze kukombolewa na tuweze kumpendeza katika ile njia inayofaa. Kwa hivyo wakati unaposikia pana rafiki gani, pana shirika gani kati ya nuru na giza? Uweze niambie umeokoka na umekaa kwenye baraza za watu wenye pesa, umekaa na watu ambao ni wenye dhambi, mnaongea mambo ya dunia ya dhambi, na wewe ni mtu umeokoka unasema I love Christ, I'm born again, I'm filled with the Holy Spirit. Lakini kile kikundi unatembea nacho ni kikundi kibaya. Kile kikundi unakaa nacho ni kikundi ambacho hakiendelei vizuri. Praise the Lord. Wale watu unaongea mambo na wao, unaongea mambo yenye afai. Biblia inasema 15 ya kwamba tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Belihali? Belihali ni shetani. Pana ulinganifu gani? Unapata Mkristo mzima amekaa mahali anaanza kulinganisha between Kristo na shetani. Eti shetani ako hivi na mwingine anasema Yesu ako hivi. Anasema kwamba pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Belihali? Wakati unataka kanisa la Kristo liweze kukomaa, na Biblia inasema kwamba kanisa ni sisi. Maana kuna kitu kinaitwa hekalu, kuna kitu kinaitwa kanisa, na kuna kitu kinaitwa sinagogi. Sinagogi ni maeneo kama hapa, mahali tumekuja kutafuta Mungu, mahali kuna madhabahu yameinuliwa. Praise the Lord. Hiyo ndio sinagogi. Lakini hekalu ni miili yetu. Maana Biblia inasema kwamba miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Sasa hekalu ni miili yetu, alafu kanisa ni sisi. Maana Biblia inasema kwamba Yesu anasema bi harusi, Kristo anakuja kumuoa, anakuja kulioa kanisa. Hata kuja kuoa ili jengo kama kanisa, anakuja kukuoa wewe, yani anakuja kukunyakua, maana wewe ni kama bi harusi asiye na mawaa. Praise the Lord. Wewe sema kwamba pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Belihali?
Kwa hivyo Mkristo ambaye ameokoka hafai kuwa na ulinganifu. Eti mbona yule mtu wa dunia anatembea vizuri na mimi nimeokoka siko hivi? Mbona yule mtu ako na gari na ni mrefu na mimi ambaye ninaomba Mungu iko? Mbona yule mtu mwenye naona anafanya ushirati yako vizuri kwenye ndoa yake na mimi mwenye mwaminifu ninateseka? Hakuna ulinganifu. Usilinganisha Kristo na shetani. Usilinganisha Mungu pamoja na giza. Bali ukiwa umeokoka, tembea katika Mungu. Maana wakati unalinganisha ni kumaanisha bado hujatoka pale. Uko kwa Kristo lakini bado hujatoka pale. Praise God. Tunasema kwamba au yeye aaminie ana sehemu gani na yeye asiamini. Wakati umeamini, maana Mkristo we are called the believers. There is a difference between a believer and a Christian. A Christian is a name given to a person who goes to church, who goes to synagogue. But Biblia inaposema ya kwamba inaposema ya kwamba mwaminifu, a believer is the person who walks according to the mandate of God, who believes what Christ does. Lakini tunakuwa vizuri. 16 inafika inasema kwamba tena kuna mapatano gani katika hekalu la Mungu na sanamu? Hiyo Biblia inauliza, inasema kwamba kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hivyo wakati ambapo wewe ni hekalu na Roho Mtakatifu, hekalu la Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu atakaa ndani yako akiwa ya kwamba ni Roho Mtakatifu wako ndani yako. Hiyo ndio inasema kwamba nitakaa ndani yenu. Praise God. Na Biblia inasema kwamba wakati ambapo anasema kwamba nitakaa ndani yenu, na pia anasema kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. God will walk in your midst. Wakati huko ndio Mungu ataanza kutembea hapo katikati yetu. Ataanza kujidhihirisha katika maisha yako. Ataanza kujidhihirisha katika lile jambo unalolifanya. Ataanza kujidhihirisha katika vile ambavyo unavyotembea. It is because Christ is with you. Praise God. Inasema kwamba nami nitakuwa Mungu wao. Sasa Mungu anakaa ndani yako, anatembea katikati yako, miongoni mwenu. Alafu anasema ya kwamba nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Yaani kumaanisha kwanza ni kukaa ndani yako, maana umelitunza hekalu. Ya pili ni kutembea katikati yako. Ingine after kutembea katikati yako, kile kinafanyika ni kwamba atakuwa Mungu wako na wewe utakuwa mtu wake. Praise the Lord. Because he's there. 17 inasema kwamba kwa hiyo tokeni kati yao. Sikiza hiyo 17:18 ambao ndio naenda kumalizia. Inasema kwamba kwa hiyo tokeni kati yao. Kwa hivyo Mungu anataka akuite wake. Ndio Mungu sasa aanze kutembea ndani yako, aanze kutembea katikati yako, aanze kutembea katika maisha yako. Na ndio hicho mtu wa Mungu. Si hivyo tu. Watu wanasema ya kwamba mimi ni mtu wa Mungu, nimeitwa hivyo, Mungu ako na mimi. Hapana, kuna kitu nafanya. Inasema ya kwamba kwa hiyo tokeni kati yao. Number 1. Ukitaka Mungu akuite, toka katikati yao watu wasioamini. Toka katikati ya watu ambao wanaweza kupoteza. Toka katikati ya watu ambao wako na uchafu wa kiroho, wamejichanganya. Toka katikati ya watu ambao ni tapeli wa kiroho. Toka katikati ya watu ambao wako na msaa mambo ya kiroho. Number 1, unatoka. Number 2, mkatengwe nao. After umetoka katikati yao, number 2, unafaa kutengwa na hao watu. Unafaa kujitenga na vitu za kila aina. Unafaa kujitenga na mzao wote. Number 1 ni kutoka. Number 2 ni kujitenga. Number 3, msiguze kitu kilicho kichafu. So number 1 is you come out from among them. Number 1, you come out. You make an exit. Number 2, you separate. Number 3, you don't touch. Ni vitu vitatu vinahitajika ndio Mungu akukaribishe. Number 1, you separate yourself. Number 2, you come out of their lives. Or you do what is called, you come out. Number 2, you separate. Number 3, you don't touch. Ni vitu tatu. Usiguze vitu ambavyo ni mbaya. Usipateke katika mambo yao. Usitengeneze vitu ambavyo sio za Mungu. Biblia inasema kwamba kwa hiyo tokeni kati yao. Number 1. Number 2, mkatengwe nao. Number 3, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Ndio Mungu akukaribishe katika maisha yake. Lazima ufanye hizi vitu vitatu. Kwa kutoka katikati yao, kutengwa pamoja na wao, na kukataa kugusa vitu ambavyo ni najisi. Hizo vitu tatu hizo zinafanya Mungu akukaribishe. 18 inasema kwamba nitakuwa papa kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wana wa kiume na wa kike, asema Mwenyezi Mungu.
Wakati utafanya hizi vitu, Biblia inasema kwamba Mungu anasema kwamba atakuwa baba kwenu na nyinyi mtakuwa wana wake wa kike na wa kiume. Kuna mtu ambaye si mwana kwa sababu bado ako katikati ya hizo vitu. Namba 2, ako miongoni mwa watu. Namba 3, anaguza hizo vitu za watu ni najisi. Ndio maana bado hajakaribishwa kuitwa mwana. Kuna watu wanasema mimi ni mwana wa Mungu, lakini kwa sababu uko katikati ya watu, kwa sababu unaguza hizo vitu zao najisi, kwa sababu unapateka activities mbaya, kwa sababu wewe uko kwenye vikao na msaa, ndio hiyo. Biblia inasema kitabu cha Zaburi 1:1 kwamba blessed is a man who does not walk in the way of the ungodly or sit on with the scornful. Yani ameberi mtu yule asiyekwenda katika shauri na wasio wenye haki. Maana yeye anasema kwa nini kwamba ama kukaa katika bisa ama kwa wenye dhambi. Maana yeye ni kama mti uliopandwa kando kando vya vijito vya maji, na tawi lake alitanyauka na utazaa matunda wakati wake. Ndio hicho mtu wa Mungu mpendwa. There is one thing you are supposed to do. Number 1, separate yourself. Number 2, come out of them. And number 3, don't touch. Ni vitu vitatu. Ndio Mungu anasema ya kwamba wakati utakapofanya hivyo atasema nitakuwa baba kwenu. Wakati atakuwa baba kwenu anasema kwamba nanyi mtakuwa kwangu wana wa kiume na wana wa kike. Ndio pesa ukwe tungwa kwa mtu wako. You must do 3 things. Number 1, you come out of them. You don't become among of them. Number 2, you separate. And number 3, you don't touch. Hizo ndio vitu unaangalia na Mungu atakukaribisha. Acha Mungu awabariki sana kwa hilo neno na Mungu alionekana.